Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo milele. Amina. Ndugu mtazamaji na msikilizaji unaye nitazama au kunisikiliza katika muda huu, kwanza ni kumshukuru Mungu ambaye ametujalia kuweza siku hii ya leo kutafakari neno lake. Leo ikiwa ni Dominika ya Matawi, ni kumbukizi ya mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini pia Dominika hii ya Matawi inamdhihirisha Yesu katika neno lake, tutakaloisikia neno la Mungu kwamba yeye ni mtumishi anayeteseka. Lakini la pili pia, katika kuteseka huko, mateso ya kifo cha msalaba, tunaupa heshima msalaba ambao hatimaye unabeba wokovu kwa ajili ya mateso, kifo na ufufuko wa Kristo, wokovu wa watu na ulimwengu pia. Katika Injili ambayo tumeisikia inalenga mateso ambayo yanaimbwa. Tunaona kwa mambo mawili makubwa. Kwanza, kuingia kwa Bwana wetu Yesu Kristo kwa shangwe Yerusalemu, akiwa juu ya mwanapunda, na huyo mwanapunda ndio aliyembeba Yesu. Yesu anashangiliwa na Wayahudi, na watoto wameshikilia matawi ya mitende au mizeituni, wakiimba Hosana mwana wa Daudi, mbarikiwa ajaye katika jina la Bwana. Pamoja na haya yote, hatimaye Yesu atatiwa hatiani na atahukumiwa kuteswa na hatimaye kufa msalabani. Kwa nini Yesu anaingia na mwanapunda, japo tunamuimbia kwamba yeye ni mfalme ajaye katika jina la Bwana? Ni kwa sababu hakutaka makuu sawa pengine na wakuu wengine wa dunia ungetumia magari kwa wakati ule ya kuvutwa na farasi, au angetumia farasi ambao ni wa gharama zaidi. Lakini yeye alitumia punda ambaye ni mnyama tu wa kawaida, asiye na hadhi yoyote kwa nyakati hizo. Hivyo siku hii ya leo tunajiuliza swali la msingi: kwa nini tunasherehekea Dominika ya Matawi? Mambo matatu tunaweza kuyaona kwamba tunaposherehekea Dominika ya Matawi ni kuingia Juma Kuu, ambako tutasherehekea mafumbo makuu ya imani yetu, yaani karamu ya mwisho ya Bwana wetu Yesu Kristo, Ijumaa Kuu, tutakapofanya ibada ya mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo, na hatimaye Pasaka, yaani ufufuko wake. Na pili, sisi kama waamini tunaitwa na kuhimizwa kujiandaa kwa toba, manake kujiandaa kiroho. Ndio maana kipindi hiki pia kinaitwa kipindi cha toba, kipindi cha kufunga, cha kusali na kutenda matendo ya huruma. Na tatu ni kujiandaa kiroho kuishi upendo na msamaha, ambao ndio fundisho kubwa tunalolipata kwa Kristo. Kwa hivi, ndugu zangu, siku ya leo tunamuona Kristo ambaye
si tu alikuwa mtii, lakini alikuwa mnyenyekevu, na ndivyo tulivyosikia katika somo la kwanza kwamba atafanywa dhihaka, atadharauliwa, atateswa, lakini haonyeshi kulalamika. Hata anapoanguka hatalia, atainuka na ataendelea na safari ya ukombozi kama mtumishi mwaminifu anayeteseka. Lakini tunajifunza pia kama Mtume Paulo katika somo la pili waraka kwa Wafilipi anatuambia Kristo hakuona kule kuwa sawa na Mungu kitu cha kung'ang'ania na nguvu, bali aliachilia haya yote, akashuka akawa mwanadamu kama sisi na akaishi maisha ya shida. Waraka wa Mtume Paulo kwa Wafilipi ile sura ya pili aya ya kwanza hadi ya 11. Alijinyenyekesha na alitii hayo yote, lakini hatimaye Mungu alimpa jina lililo kubwa kuliko majina mengine yote. Kwa hivi tunajifunza kwamba mafanikio ya kweli ni lazima tuwe na utii. Utii kwa Mungu, lakini utii hata kwa mamlaka zinazotuongoza. Kuwatii viongozi, kuwa wasikivu, kuwatii hata waliotupita umri au wazazi wetu, ili hatimaye tuweze kufanikiwa. Lakini pia kuwa wanyenyekevu. Wanyenyekevu kwanza mbele ya Mungu. Kwamba Mungu tunayemwamini ni Mungu ambaye ana upendo, ana huruma na msamaha. Kumbe hata tunapoalikwa kusali, basi tusali kwa unyenyekevu. Wengine sio kwa kupiga tu makelele kama Kristo mwenyewe anavyoonya kupayuka ovyo. Hapana. Tuwe na heshima, tuwe na ibada, tuwe na uchaji tunaposali mbele ya Mwenyezi Mungu. Tunapoomba basi tuombe kwa heshima kama vile mtoto anavyomuomba baba yake kitu chochote kile, anaenda kwa heshima. Lakini la pili ni kuwa wasikivu. Wasikivu kwa neno la Mungu. Kristo haya yote aliyafanya. Na hatimaye vile vile kumpenda Mungu. Kumpenda Mungu kwa jinsi ambavyo tuwe watu wa kusali, tuwe watu wa kutenda matendo mema kwa wengine pia. Lakini pia fundisho la Kristo hilo linatupa angalisho hata sisi. Tunajifunza kwamba hata tunapofanikiwa katika maisha yetu, labda tumepata mali, tumepata madaraka au maarufu fulani hapa duniani, tunapofanikiwa kuna hatari ya kupoteza uzima wa milele kama hatutakuwa watii, hatutakuwa na unyenyekevu, hatutajishusha. Na hivi tukajenga kiburi na kushindwa kuwa wanyofu na wanyenyekevu mbele ya Mwenyezi Mungu. Hivyo basi siku hii ya leo sisi tunaalikwa kujifunza kuwa na upendo wa kweli. Upendo wa kweli ambao kama Kristo alivyojitoa sadaka, akapitia haya yote bila kunungunika, lakini vile vile bila kulazimishwa, bali kwa ridhaa yake na kwa moyo radhi akafuata hiyo njia ya mateso, na hatimaye akatuletea wokovu pia. Mwaka huu mababa askofu wetu wa hapa Tanzania TC walitupa waraka wa kichungaji kuhusu kipindi hiki cha Kwaresima na hatimaye Pasaka, ambayo kauli mbiu yake ni simameni imara katika imani. Waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Korinto sura 16 aya 13. Katika waraka wao mababa maaskofu wa kanisa Katoliki wanatualika sisi waamini na taifa zima la Mungu kusimama imara katika imani.
kujikita zaidi katika sala, katika kulitii neno la Mungu, lakini vile vile kuishuhudia imani yetu. Mababa askofu wanaona kwamba hali halisi ya imani kuwa imetawaliwa na ubaridi kati yetu, wengi kutokupenda mambo ya kiroho, wakiamini kuwa maoni yao binafsi ni muhimu zaidi, na udhaifu huu wa kushindwa katika imani unawafanya Wakristo kushindwa kumpa Mungu utukufu, lakini pia na sifa kwa njia ya matendo yao. Ndio maana basi Baba Askofu wametualika tuweze kusimama imara katika imani, tuweze kujenga dhamiri safi, hatimaye tuweze kutenda yanayompendeza Mungu na kuacha yale ambayo hayampendezi Mungu. Mababa askofu wanaona kwamba Wakristo wengi wanaishi maisha ya imani mchanganyiko, ambapo wanafanya ushirikina lakini hapo hapo wanakwenda kanisani. Huko ni kuyumba katika imani na ni udhaifu mkubwa. Tunapaswa kuwa na imani thabiti. Hivyo tujifunza kwa Kristo ambaye alipata majaribu hayo makubwa, mateso makubwa, lakini hakuyumba katika imani. Na hivyo hadi mwisho wa maisha yake hapa duniani, Kristo anajikabidhi kwa Baba. Kabla ya kukata roho tulisikia katika mateso, Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Haya ni maneno ya Kristo ambaye alihakikisha kwamba anarejea kwa Baba aliyemtuma hapa duniani kwa ajili yetu sisi. Kumbe sisi kama Wakristo, wafuasi wa Kristo ambao tumebatizwa ili hatimaye tuwe wafuasi wake wa kweli, ni lazima tumuombe Mungu atujalie imani ya kweli na tuwe thabiti katika imani pamoja na misukosuko na malimwengu yanayotuzunguka, lakini bado tukimtegemea Mungu inawezekana. Na hivyo basi tuweze kutambua siku moja na sisi tuweze kuingia kwa shangwe katika Yerusalemu ya mbinguni, ambalo ndio lengo kubwa na ndio ahadi kubwa ya Kristo ambaye amepaa huko mbinguni na kutuahidia kwamba anaenda kuandaa makao, hatimaye atatukaribisha huko mbinguni. Tumuombe Mama Bikira Maria ambaye yeye kwa sala zake bora na mfuasi mwaminifu kwa Kristo, ambaye alitii sauti ya Mungu lakini pia akavumilia mengi na makubwa, hatimaye sala zake bora ziweze kutuimarisha hata sisi, na kwa maombezi yake tujaliwe kuwa Wakristo ambao wako hai, Wakristo ambao daima watapenda kutimiza mapenzi ya Mungu kwa utii, kwa unyenyekevu, na zaidi sana kumshukuru Mungu ambaye ametujalia nafasi hii ya kushiriki tena Juma Kuu ambalo tunalianza. Hatimaye yote tutakayosherehekea na kuadhimisha yawe kwa sifa na utukufu wake, na sisi tujaliwe wokovu na furaha ndani mwetu sisi binafsi, lakini katika familia, katika jamii na vile vile katika kanisa letu pia. Tumsifu Yesu Kristo milele. Amina.